Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kauli iliyotolewa na waziri wa fedha wa Marekani Bwana Scott Bessent, ambaye ametoa onyo kwa nchi yoyote inayoendelea kuipa msaada Iran itakuwa sehemu ya juhudi za Marekani za kuitenga nchi hiyo. Hata hivyo, waziri huyo wa fedha amefichua vikwazo vipya kwa Iran siku ya jana Jumatatu, vikilenga mali ya kidigitali ya Iran, teknolojia, dhahabu, usafiri wa anga pamoja na meli, na kuongeza shinikizo la utawala wa Trump kwa Tehran kujadili makubaliano ya kumaliza mzozo na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Viwezeshaji vya Iran ambavyo vitanunua kusafirisha mafuta yake ya petroli wanarahisisha mtiririko wa fedha zake kupitia nyumba za kubadilishia fedha na maeneo ya biashara huria. Wanakaribisha safari za ndege za Iran na wanadumisha rejista kwa niaba yake. Wanafumbia macho uhamishaji wa mafuta ya baharini na usafirishaji wa ardhini. Wengine wanaruhusu matumizi haramu ya benki zao, wakati wote huo wakificha kiwango cha nchi zao. Basi nao pia tutawatenga, alisema Bessent akiviambia vyombo vya habari. Alisema kila nchi na ratiba maalum ya kufunga shughuli ambazo Marekani imebainisha, akionya kwamba ikiwa hazitachukua hatua tutafanya hivyo kwa upande mmoja kupitia mamlaka ya hazina. Alisema Rais Trump anapiga simu kwa viongozi wote duniani na maombi maalum kusitisha ushirikiano na Iran. Vipi kwa upande wa Uchina? Bessent alisema kuwa nchi na taasisi zinazosimama na Marekani zitavuna matunda ya ushirikiano wetu, lakini akaonya wale wanaojifunga wenyewe kwa utawala wa Iran wanapaswa kutarajia kushiriki katika kutengwa kwa utawala unaonyauka. Alisema kuwa wajumbe kutoka hazina ya Marekani, wizara ya mambo ya nje na jeshi wanashirikisha wenzao wa kimataifa kuwataka watoze hatua kama hizo madhubuti. Bessent alisema kuwa Washington itasitisha ufikiaji wa mfumo wa dola za Kimarekani kwa wale wanaotapeli pesa za Iran, huku akijaribu kuongeza shinikizo linalolenga miezi ya Tehran katika vita. Chombo chochote kinachowezesha utoroshaji wa fedha kwa niaba ya Iran kitaondolewa kwenye mfumo wa dola za Marekani. Saa ndio imeanza kuashiria, anasema Bessent. Zaidi anasema tayari tuna matokeo ya mwisho kwa wiki, aliongeza. Wachambuzi wanasema athari za tangazo la Bessent inategemea ikiwa washirika wakuu wa biashara wa Iran kama vile Uchina wanaona maonyo ya Amerika kama ya kuaminika. Alipoulizwa kama benki za China zinashughulikia Iran zinaweza kulengwa, Bessent alisema hakuna mtu aliye juu ya vikwazo vya Marekani. Ushirikiano wa kiuchumi wa aina yoyote na utawala huu wa mauaji utaweka wazi wale wanaohusika na uwezo kamili wa Marekani. Marekani imeweka vikwazo Iran kwa muda mrefu, ingawa Tehran mara kwa mara imekiuka vikwazo hivi kupitia makampuni ya mbele. Katika kipindi cha mwezi mmoja ama miezi miwili, Tehran ilivuna mamilioni ya dola kupitia mafuta, licha ya kwamba kulikuwa na vizuizi vilivyowekwa na Marekani, lakini iliweza kuuza. Na ndicho ambacho sasa hivi Marekani inasema kwamba wale wote waliotoa msaada wa kuuzwa kwa mafuta hayo basi wataingia katika mkumbo wa kutengwa na Marekani na hata dunia nzima, anasema Bessent. Wakati Bessent alipokuwa akizungumza mjini Washington, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf alizungumza kupitia ukurasa wa X na kusema Wamarekani wanajua kwamba hakuna mtu anayenunua mabomu yao. Marekani haiko katika nafasi ya kiuchumi ya kuzuia zaidi uhusiano wake na nchi nyingine. Washirika wa biashara wa Iran katika vyombo vya habari na kupitia ujumbe uliotumwa kwetu wameweka wazi kuwa hawazingatii taarifa hizi popote, aliandika spika huyo wa bunge Mohammad Bagher Kalibaf. Marekani iliungana na Israel kufanya mashambulizi nchini Iran mnamo Februari 28, yakimuua haraka kiongozi mkuu wa muda mrefu Ayatollah Ali Khamenei na viongozi wengine wakuu pamoja na mamia ya raia. Lakini Iran ilijibu haraka kwa kutumia udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz, njia nyembamba ambayo 1/5 ya mafuta ya kimataifa inapita wakati mmoja, na ikarusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika nchi washirika wa Marekani zenye ngome za kijeshi, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Bahrain, lakini pia na maeneo mengi yaliyopo Mashariki ya Kati katika kujaribu kuhakikisha inajilinda. Tehran imeripoti maelfu ya vifo kwa Iran wakati ikipiga kambi na mali za Amerika katika Mashariki ya Kati, wakati Pentagon ikithibitisha vifo 18 tu na majeruhi 756 kati ya wafanyakazi wake wakati wa vita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia wakati wote.